Mwanaume, hivi ndivyo mtindo wa maisha unaweza kuharibu nguvu zako za kiume. Yawezekana ni mwanaume ambaye performance yako ya tendo inashuka kila mara, lakini haufahamu kwamba mtindo wa maisha unaweza kuharibu nguvu zako za kiume. Ninapozungumzia mtindo wa maisha, hapa nazungumzia kwamba stress za mara kwa mara, yaani mwanaume ambaye una msongo wa mawazo kila mara. Unapokuwa unashiriki tendo la ndoa unajikuta unapitia changamoto ya msongo wa mawazo. Mawazo yanaweza kupelekea mwanaume nguvu zako kupungua kwa urahisi zaidi. Lakini pia matumizi makubwa ya pombe. Unakuta mwanaume unakunywa pombe kupita kiasi. Hii ni changamoto ambayo inaweza kuharibu mwanaume nguvu zako za kiume. Lakini pia changamoto ya kuto kufanya mazoezi. Unakuta mwanaume hajawahi kufanya mazoezi hata siku moja. Yeye kwake ni historia. Yaani ukimwambia mazoezi, yeye kwake ni historia kwake. Hajawahi hata siku moja. Ufahamu ya kwamba kama ni mwanaume ambaye hujawahi kufanya mazoezi hata siku moja, ufahamu ya kwamba na ndio maana imekuwa shida sana wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Na ndio maana unakuta mwanaume nguvu zinashuka taratibu, kwa sababu damu inashindwa kuflow vizuri katika mwili wako. Lakini jambo lingine ni yule mwanaume ambaye unapenda kula chipsi mara kwa mara, ni mwanaume ambaye unapenda kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, vyakula ambavyo vina chumvi nyingi, na ndio maana unakuta mwanaume nguvu zinashuka. Ukila vyakula vya mafuta mengi, ukila vyakula vyenye chumvi nyingi, vinaweza kukupelekea mwanaume ukaweza kupata sukari au presha ya juu zaidi. Na ndio maana wanaume wengi sana ambao wana changamoto hii wanapitia changamoto ya kushindwa kuhimili kwenye tendo la ndoa vizuri. Hasa kama ni wewe mwanaume ambaye unapitia changamoto hii kwa muda mrefu na unajua kabisa performance yako ya tendo imeshuka, uume unashindwa kusimama vizuri hasa nyakati za asubuhi, unashindwa kusimamisha vizuri maumbile yako, hata ukiwa mwenyewe tu unashindwa kusimamisha. Lakini kitu kingine, unakuta mwanaume unashiriki tendo la ndoa vizuri kabisa, lakini katikati ya tendo unakuta uume unasinyaa. Hizi ni changamoto ambazo mwanaume hautakiwi kuzipuuza hata siku moja. Kama ni wewe mwanaume ambaye unapitia changamoto hizi na unajua zinakutesa, zinakuumiza, unaweza ukawasiliana nami ili niweze kukupa ushauri, ujue ni namna gani ambayo unaweza kurudisha ndoa yako iweze kuwa na amani kabisa. Lakini otherwise, kama hautashituka na hii changamoto ambayo inakutesa kila mara, hakikisha unashare hii video ili wanaume wengi sana waendelee kujifunza elimu hii.